Ilinakiliwa hapa ni kwamba madarasa yalikuwa kwa standard ambayo yalikuwa chini sana, lakini kwa wakati ambao nilikuwa hapa ingekuwa vigumu sana kuuliza mheshimiwa ambaye alikuwa kwa kiti afanye marekebisho kwa madarasa ambayo hawakuanzisha. Hiyo ndio sababu hiyo madarasa ilibaki vivyo hivyo kwa muda huu. Nilianza kwa usimamizi wa shule kwa ujenzi wa hizi madarasa ya bluu yote, lakini ile ilibaki kuwa mbaya mpaka Mheshimiwa Mutai akashika usukani. Leo mheshimiwa, nataka kupatia pongezi na shukrani kubwa kujali maslahi ya wanafunzi wetu ambao kweli wakati ambapo walikuwa nasoma katika madarasa hayo ambayo hakuwa yamerekebishwa, walikuwa natamani kusoma kwa madarasa hayo mengine ambayo yalikuwa afadhali. Hiyo ni pongezi. Ya pili ni kwamba wakati nilimaliza kazi hapa, Monica Wanjiku wakaribia tafadhali, 2022 nikapewa nafasi na Wizara ya Elimu kwenda Sirikwa Secondary School, na ninawaeleza kwamba kazi ambayo Mheshimiwa Mutai amefanya, na ninaomba kwamba wakati ambapo utakuja kufungua hiyo administration block useme mapema ili hao wote ni wakaribishe wakuje washuhudie kazi ambayo unafanya. Mradi ilianzishwa ikawekwa shilingi milioni 2, ikachukua miaka 8 bila kuongezwa kitu. Na wakati Mutai alikuja tukamweleza kwamba hii mradi itakuwa namna gani na pesa ya serikali imeenda. Kwa muda wa miezi 3 akamaliza mradi wa shilingi milioni 14. Na tutawakaribisha siku ambayo yeye atasema, tutawakaribisha ili mjione. Kuna jambo lingine, tuko na shule ya State Secondary. Ni shule ambayo kweli imefifia na imeisha. Pesa ya serikali imewekwa mingi, lakini kwa sababu ya usimamizi ambao ulikuwa umeenda chini sana, kiasi kwamba hawangeweza kupata wanafunzi wa senior school. Sijui kama mheshimiwa, kwa sababu bado we uko kwenye kiti, itabidi labda baada wanafunzi wachache ambao wako kumaliza wakati wao ifanywe public participation ili ionekane kwamba hiyo miradi ambayo iko huku itatumika kwa njia gani kwa maslahi ya wananchi wa hapa. Jambo lingine ambalo nitaenda kusema tu kuhusia ni kwamba kuna watu ambao wanadoea mali ya umma, na hiyo tunataka kusema kwamba ninataka kusema kwamba tujue kwamba mali ya umma itabaki kuwa ya umma, itatumika kwa manufaa ya umma. Tuko na ploti hapa karibu na kanisa la Neno. Hiyo ploti tulipewa na mheshimiwa ambaye wakati mmoja alikuwa anaita Abdullahi. Hiyo ploti kwa chama cha UDM tukakubaliana na jamii kwamba tutajenga karakana ya kusaidia hawa kwa matibabu. Lakini juzi nimeona imewekwa fence ua, na tukaelezwa kwamba wamepewa watu wachache watumie. Sijui ni mbinu gani ambayo mali ya umma inapeanwa kwa watu wachache. Tunakashifu hiyo na tunataka irudi kuwa ya umma. Mheshimiwa, hiyo ninawacha ili pande hapo. Kwa hivyo kwa hayo machache na mengi ambayo nimeweza kusema, leo nina furaha
kisichokifanya kufika Baigan, kujumuika na wajamii ya Baigan, tukifunguliwa hiyo madarasa ambayo imerekebishwa na Mheshimiwa Mutai. Nafikiria mengi atakuja ikifika 2027. Asante Bwana Chakuni. Asante, huyu ni mzee wetu kutoka hapa, tunashukuru sana. Haya, namkaribisha Susan Monica aseme kitu. Mheshimiwa MCA, Chief, Headmaster na wanachama wa shule na wazazi na watoto na wasalimia nyote, mmesalimika. Kwa majina yangu naitwa Monica Wanjiro, naishi Ngenia. Mimi ni mzazi wa hapa. Watoto wangu wamesomea hapa Baigan na wengine wanasomea Ngenia. Mheshimiwa, tumefurahia sana umetujengea shule, imekuwa smart, hata ni karibu iwe hospitali. Tumeshukuru. Umetuletea madarasa 5 na sasa tunataka hivi Mheshimiwa, kwanza ubarikiwe. Ubarikiwe, na tunajua tu Mungu atakuongoza. Sasa tunaelekea Ngenia. Mheshimiwa, uniangalie. Sasa nisikilize. Tuko upande wa Ngenia. Tuko na shule. Niko na watoto huko. Hiyo shule haijafika pahali tunataka. Sasa tunataka utujengee madarasa 3. Moja hii mwaka, ingine hiyo ingine. Unajua watoto wangu, kuna kijana anasomea hapa, alifika darasa la 3. Sasa akuja hapa 4. Alitoa longi. Sasa akavaa kinyasa. Kama ilikuwa na darasa ingine huko, angevaa longi sasa. Si angeendelea. Sasa nilimwambia toa longi, uvae kinyasa. Sasa akaniambia nasikia baridi, nilitoa longi. Sasa anakuja na gumboot. Juu alikuwa amezoea longi. Sasa na hiyo modo sasa imekuwa ndefu. Si umfupipisia tu. Sasa hata anakataa kukuja shule, anakaa kwa majani. Juu hii alizoea kukuja karibu, sasa anakuja mbali. Si ni mbali? Utujengea shule tu na kuanza ulifensi. Sasa hata watoto wakiwa shule hatuogopi, juu pikipiki zilikuwa zinapita tu. Na saa hii tunajua watoto wako safe. Na tena umepanda miti. Hiyo miti utaenda tena utuangalilie kama ingine imelala. Tuamshe, tunataka iwe mizuri. Utujengea huko kote. Tena kuna barabara ya kukuja, iko na matope. Afadhali uweke mawe. Maana hapa karibu kuna matope, kuna kisima mtoto anaweza anguka akikuja shule. Usikie mtoto ameanguka na atakuja kwa shule. Si atarudi. Makofi. Asante sana. Tena kwa ufupi tunapata basari. Sasa uweke kwa uzito kidogo. Uzito ni uzito. Tuweze kufundisha watoto. Na tena tuko Ganjo, karibu na lami huko. Sasa hakuna stima. Wale wako msituni wako na stima. Tuliruko hapo. Wewe Mheshimiwa, si utuangalilie tu. Tunaona na kanisa. Na kando. Si watoto wanasachomekea kwa nyumba. Sasa nakuomba. Tunakuomba tukufanyie hiyo yote. Na yenye nimebaki. Na kuna pahali ya maji huko. Asante sana Monica. Asante. Na Mheshimiwa, kwanza kuna wakati nilikuja Chachora. Kuna kijana alikuwa amelemewa na fees huko. Kunaitwa St. Cortez. Ulimlipia 12,000. Makofi. Asante. Sisi kama unanikumbuka. Sasa kwa hiyo machache mbarikiwe. Asante. Hiyo wote
Asante, karibuni. Haya, niweze kumkaribisha chifu wetu. Chief. Simesikia mheshimiwa wetu ni wa kusema na kutenda. Hata hajuani na huyo mama, analeta shida, anasema kuna mtoto hajaenda shule. Na 12,000 inafanya nini? Ito ndio wile mundu gwatagia gwatio ne gwatagirio gwatio. Kana tiguo? Ego ndo nyitagira ona era wake. Ni mundu daga rutero wera na meteri atuite. Ni atuite kana atuite. Mungu atia. Na Mungu idie. Haya, mheshimiwa wanasema ati uko sawa. Hawajaongeza kitu kingine. Haya, karibu chief. Mheshimiwa MP wetu na pia Mheshimiwa MCA na wote ambao waliandamana pamoja naye katika kuja kutembelea Baigam Comprehensive School na wananchi wote, hamjambo. Kwa jina naitwa Teresia Wamaila. Mimi ni acting chief St. Cortez location na pia mimi ni assistant chief St. Cortez sub location. Na nashukuru Mwenyezi Mungu kwa nafasi hii ambayo ametupa, na pia nawashukuru viongozi wetu ambao siku ya leo amejikagua, ikiwa kwamba leo ni Labor Day. Happy Labor Day. Karibu ninasahau kwamba leo ni Labor Day, hata ndiposa leo tulikuwa tupumzike. Na hata mheshimiwa, asante kwa sababu yani ulipanga siku ambayo unastahili kupumzika, ukasema ukuja utembelea watu wako wa Baigam. Na hata nami nikasema siachwi nyuma, nitakuja ili nione yale maendeleo ambayo imefanyika. Na pia niseme kwamba waheshimiwa, mnapofanya maendeleo mnatuarifu, tunaitishwa na president tuseme yale maendeleo ambayo yamefanyika katika area zetu, na wakati mwingine inabidi tu tunapigia head teacher. Na ninasema kwamba ni vizuri hata wakati inaanza tunaarifiwa, ndio tukipeana ripoti tunapeana kabla, wakati inaendelea na baada ya kumalizika. Na kwa hivyo tunashukuru kabisa kwa kushikilia hii shule, na niseme kwamba vile wazazi wamesema watoto wamekuwa wengi kwa sababu tunafanya kazi huko mashinani, tunahakikisha kwamba watoto wote wamefika shuleni. Wenye umesikia wengine wanapenda kujificha, tuko na nyumba 10. Na ningeomba wakati ninamalizia nyumba 10 mkue hapa karibu na village elders ambao wako hapa, ili hata tuone je village elder na nyumba 10 ni kati ya wazazi wa hapa hii shule ama wako wapi. Village elder na nyumba 10. Ili najua kitu moja, village elder na nyumba 10 watasema kwa mheshimiwa ni kwamba kuna mahali ambapo tumekuwa tukiambiwa kwamba village elder na nyumba 10 watalipwa. Na najua uko na huo uwezo wa kutia kidole na kusema huko bungeni kwamba walipwe, kwa sababu ile kazi ambayo tunafanya na wao tunaifanya usiku na mchana. Kila wakati tunawaita usiku, wanaamka mchana, pia wanatuambia hata kazi zao wameacha. Na those wenye wako hapa watabia witness hivyo. Na pia kwa MCA wetu pia tumeona kazi ambayo umefanya, na pia tunaomba kwamba uendelee kushikilia, kwa sababu nimeona hiyo njia ya kutoka Nyarowai bado inaendelea kutengenezwa. Hata magari nimeona sasa haikwami, na hapa kwa barabara wametengeneza vizuri sana. Na pia kwa shule ambazo ziko kwa area yetu, mheshimiwa, shule ambayo tuko nao tu ya senior ni St. Cortez Secondary senior secondary, na hiyo shule karibu ianguke. Na wenye nimesikia wakisema kwamba wanataka senior hapa ya Baigam, ningeomba wazazi, shule ya Kisengele iko na wanafunzi 400 karibu 500 wanafika. Walikataa kupeleka watoto St. Cortez senior, na wakawa na malalamiko ambayo walipeleka mpaka huko kwa sub county. Hata
hata mimi nilifuatilia na natarajia kwamba tutapata mabadiliko hii tamu. Na ningeomba wazazi, ni vibaya sana tukiacha area yetu alafu tunaenda Molo. Tujue kwamba Chesengele iko upande wa Molo, na sasa tumeacha the only school in my location. Haina mtoto hata mmoja wa grade 10. Na I hope kuna uwezekano hawa watoto ambao walienda, kama wazazi watakubali, waweze kurudishwa. Sina mengi, ni hayo tu, kwa sababu sioni nyumba 10 na village elders. Ningefanya tu hivyo kwenye wako. Mungu awabariki kwa hiyo nafasi. Nimeona hata mwenye alikuwa na mtoto hapa wa PTA, bado ni nyumba 10 wangu, anaitwa Teresia Abigail, nimeona. Kwa hiyo mbarikiwe na tuendelee kufanyia nchi yetu kazi. Inaelezewa kwamba si mnajua tumetoka mbali na tunaenda watu wangenia. Ni mraigwa atia tumetoka mbali na tunaenda ate tumete konene na turadhiko. Kwa hiyo wakati mwingine tumekuwa tukiangalia mambo mengine tunashindwa kufafanua vizuri. Leo mmesema kwa mdomo wenu. Sijazoea kuongea hata Kikuyu hata nikiwa Mkikuyu. Kwa hivyo ndio moyo mukora murogamete na murogamo. Muone maundu maria mwekiirwa na mwendelee kuona o mundu kuringana na wira wake. Mbarikiwe sana. Haya, asante sana Chief. Ukiwa umesimama hapo tuweze kumkaribisha MCA. Ile makofi ya mheshimiwa wetu MCA. Yes. Asante sana. Asante sana. Mbunge wetu wa Kuresoi North, Mheshimiwa Alfred Mutai, uongozi wa shule ya Baigam Comprehensive School kiongozwa na head teacher Mr. Magut, the board of management, teachers, wazazi wapendwa wa Baigam na wanafunzi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mko salama? Mko chonjo? Mko chonjo kabisa? Harambee! 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 Asante sana. Kwanza kabisa nisema asante kwa Mwenyezi Mungu kwa kutupatia nafasi ya kipekee siku ya leo kuweza kuungana na wanafunzi, walimu na mheshimiwa wetu katika shule yetu ya Baigam Comprehensive School. Mimi naitwa Emmanuel Angate, ni MCA wa hapa, na ningependa kusema asante sana kwa shule na usimamizi wote, board of management, kwa ile kazi ya kipekee ambayo mmeweza kufanya siku ya leo kutukaribisha kwa sababu ya kazi njema ambayo mheshimiwa mbunge wetu ameifanya. Mimi kama MCA wa hapa niseme kongole sana kwa mheshimiwa mbunge kwa hii kazi kubwa sana ambayo ameifanya katika Baigam Comprehensive School. Nimeweza kupitia, niliwahi kuja hapa wakati hiyo madarasa ilikuwa inasimama. Na hiyo madarasa kwa hakika ilikuwa kitu kingine. Ilikuwa kitu kingine kabisa. Mabati ulikuwa unaona dunia ukiwa ndani mzuri. Ulikuwa unaangalia tu ndege ikipita ukiwa ndani ya darasa unaangalia bila shida. Floor ya darasa ilikuwa ingine. Na kwa hakika hali ya wanafunzi kule darasani ilikuwa sio nzuri. Mwalimu pia hakuwa na nafasi nzuri ya kuweza kusomesha wanafunzi akiwa ndani. Lakini siku ya leo tunasema asante sana. As the elected leader wa Sirikwa, kwa niaba ya wananchi wengi, Mheshimiwa Mutai, ningependa kusema asante sana kwa hii kazi ambayo umeifanya hapa, na endelea vivyo hivyo. Kaa vivyo hivyo, tufanyie kazi vivyo hivyo, na mbele iko sawa kabisa. Madarasa 5 kwa wakati mmoja kurekebishwa si kazi rahisi sana. Nimesikia ndugu yangu bwana Kiblabat amesema hayo madarasa ilikuwa ya mwaka wa 1997 kule nyuma. Ama namna gani? Enzi ya Koske. Between 1997 and 2002. Sime mgogoro ngazi? Baka hata wanafunzi
Nilikuwa nasema wale ambao walipitia kule ni Mungu tu. Na najua watapita. Ama namna gani? Si watapita? Nilipokuwa natembea nimesikia sasa wanafunzi Bwana Maguti, utakuwa na shida. Kila mwanafunzi anataka kwenda kwa hiyo darasa kusoma huko. Hata sasa wale wa grade 1, grade 2 wanataka ile sasa. Sasa sijui vile utajipanga. Lakini ni mzuri kwa sababu umepeana maombi yako kwa mheshimiwa ya hapa, ya hapo, ya hapo, ya hapo na kule mbele. Na natarajia kwamba kama uongozi wetu ungekuwa hivyo katika siku ambazo zimepita, tungekuwa mbali sana. Mheshimiwa, record ya shule inasema iko na wanafunzi 950. This is a very big school. A very big school. Na hii shule imetoa watu wengi wakubwa. Nasikia hapa katikati yetu mheshimiwa ameleta mgeni kutoka Marekani ambaye alisoma hapa. So Baigam is a very big school. It is a school ambayo kila mtu anastahili kuwa hapa. Na wanafunzi walisema kama unataka kuwa wakili, soma wapi? Kama unataka kuwa mwalimu, soma wapi? Ukitaka kuwa MC kama mimi, soma wapi? Na ukitaka kuwa MP, unasoma wapi? Baigam kiboko yao. Ama namna gani? Baigam ni kiboko yao? Ni kiboko yao. Na ndio hiyo kiboko yao ni kwa sababu ya usimamizi mzuri. Wakati board of management inafanya kazi mzuri, at least shule inakaa smart. Sasa mheshimiwa unasikia Madam Chief anasema iko shida pale ngambo ile. Na ni kweli. Na itabidi tufanye namna tuvuke ngambo ile, tuone hiyo shida iko namna gani. Kama the only school ambayo ni senior ndio inatiririka kwenda chini, lazima tujiulize ni shida gani iko kule. Lakini kwa wazazi wa Baigam, mimi nawaambia asanteni sana. Tupende shule yetu. Na tuzidi kuijenga. Nikiwa hapa mheshimiwa, by the way, hata mimi nimeambia maneno. Nimeona madarasa ambayo umejenga. Utoro lagane utakete chaga ngode unito. Nimeona ni madarasa masafi sana. Madarasa masafi. Na kwa sababu umefanya mzuri, unajua sasa wewe ndio unatangulia, mimi nakufuata polepole. Ukisonga moja na kuja moja. Ukienda mbili na kanyaga mbili. Sasa hata mimi mwalimu mkuu, hii mwaka kabla jaisha, unajua sasa mimi na deal na ECD. Na nimechungulia ECD yangu kule, naona umeshika darasa moja na ukagawa katikati. Ndio ikuwe mbili. Hapo ulicheza kama wewe. Lakini wacha hata mimi nitakujengea ECD. Sawa sawa? Na tayari nimeteka shilingi milioni 2 ya Baigam ECD kuja hapa. So hiyo tutatekeleza kabla ya huu mwaka kuisha. Ndio at least wanafunzi hawa wadogo hawa wachanga hata wao wakuwe mzuri. Ama namna gani? Siweka sawa sawa. Si nikianza hata namna hiyo itakuwa mzuri. Na najua wakati nitakuwa najenga ECD, mheshimiwa azikubali nijenge kabla ajenge kitu hapo kando. Hata asipoteza 2 atakuja na moja. Ama namna gani? Si ndio? Ndio tusonge mbele pamoja. Otherwise, endesema asante. Tungekuwa na nafasi ya kuongea na nyinyi leo. Lakini tumeomba hii muda tuifupishe kwa sababu hii kijiji mko na msiba hapa chini. Na tungependa kwenda kule. So maneno yangu mingi leo sitasema. Lakini nitarudi ndio tuweze kuongea na nyinyi. Lakini sitatoka bila kusema mambo mawili matatu. Ya kwamba nyinyi ndio mlipatia nafasi ya kuwaongoza na kuwafanyia kazi. Mimi kama MC wenu nimesikia maombi huku kutoka kule huko. Na ni kwa bahati tu mzuri. Sitasema ni mbaya. Bahati mzuri wakati nilikuwa naendelea kutengeneza mabarabara katika wadi yangu, naye Mwenyezi Mungu akatupatia maji kwa wingi. Sio ni baraka? Si ni baraka? Lakini nawahakikishia kwamba mara tu mvua ikisimama kidogo, naendelea kutengeneza mabarabara. Greda nimeipaka hapa Sachoran kwa sababu ya mvua mingi. Lakini ikipungua namna hii kidogo, niko na mabarabara kijiji hii. Nimesikia watu wangu wengine wameomba barabara. Adoagenia. Mweko. Haya. Nitakuja Genia. Sawa sawa.
niko na kilomita yangu 2-3 ya kugrade na kuweka mawe. Sawa sawa? So tuombe tu mvua iende pole namna hii kipungua, nami pia nifike. Pia kijiji hii hapa ng'ambo hii kuna hii barabara ambayo imekuja mpaka shule hapa, iende straight mpaka kwa lami. Ipige kona namna hii, ingia kijiji ambayo inaitwa Judea. Pia nakuja hapo mvua ikipungua kidogo. Na barabara mingi hapa. Hiyo ng'ambo yote kutoka center kuja mpaka Tangeti na barabara mingi. Ile barabara natengeneza sasa hii ni kilomita 25 kilometers grading and marking. So I'm very sure nitafika kila kona. Ndio kazi ya at least iweze kuwa mzuri. Nimesikia wangwana kuna pia maombi ya taa moja kule county council. Hiyo taa iko standby. Na ngoja tu fundi akuja aweke taa mpya na turekebisha mataa mengine mengi ambayo imezima. Sawa sawa? So nitawekea taa moja ngine kule chini. Na pia hapo katikati kuna wamama wana biashara ambao wanafanya kazi mpaka masaa ya usiku. Hapo pia nitaweka moja hapo katikati hapo. Ndio biashara yetu ikuwe 24/7. Si hapo iko chonjo? Ama namna gani? Siko sawa? Sasa ndio nimaliza niweze kumwalika mheshimiwa. Tuko na kazi kubwa. Jana mheshimiwa rais amekuwa upande wa Bomet. Wiki iliyopita tulikuwa na shughuli kidogo. Na kuna maombi mheshimiwa rais aliweka mbele. Hapa mbele ni lazima tutembee sisi wote pamoja. Sisi kama wananchi wa Sirikwa Ward. Sirikwa Ward ni ward ambayo iko na jamii zote nchini Kenya. Na mimi kama MCA ndiposa nafanya kazi kila kona bila kubagua ati hapa ndio wapi hapa ni kule. So ningependa kutoa maombi haya ya kwamba kama wananchi wa Sirikwa, kuna siasa nyingine mbaya ambayo inatembea kule Nairobi, inakuja mpaka hapo. Mara nyingine inakuja mpaka Njoro. Hiyo siasa chafu, siasa mbaya, tusiruhusu ipate mwanya katika wadi yetu ya Sirikwa. Ama namna gani? Kwa sababu sisi hapa ndio nyumbani. Na tukitoka hapa tunaenda wapi? Tunaenda wapi? Ama kuna mahali mtu mwingine ataenda? Si ndio? So lazima tukae Sirikwa kama mandugu na madada, tushirikiane ndio tuweze kusonga mbele kimaendeleo. Nashukuru sana kwa sababu mimi mliponichagua kama MCA, mkachagua huyu Mungwana kama mbunge. Na tunashirikiana naye sana. Kwa ukaribu sana. Yeye alipokuwa MCA alifanya kazi mahali akafikisha. Mimi nikakuja hapo kuendeleza. Na bado tutaenda mbali sana. Nasikia mnasema long term. Ama mnasema nini? Hivyo ndio mnasema. Ati kuna long life tena katikati. Hivyo ndio mnasema. Na long term tena. Mjumbe. Lapita. Hivyo ndio wamesema. Ama namna gani? Si ndio? So mimi ningependa kusema asante. Tushirikiane, mtuombe kama wafanyikazi wenu na tutazidi kwenda mbali kabisa katika wadi yetu ya Sirikwa. So kwa haya mengi na machache, mheshimiwa mbunge, mimi niko na wewe kushoto kulia. Ukienda left niko na wewe, ukienda right niko hapo. Mpaka Sirikwa ibadilike kabisa. Ikuwe Singapore. Ama namna gani? Si ndio? Na najua unapambana kuniwekea lami hapa. Hii barabara yangu hii kutoka hapa mpaka Highlands. Ukiweka hiyo mjumbe, sasa ni ile long life sasa. Na long life ni Mungu anamweka long life. Si ndio? Ama namna gani? Si itakuwa mzuri. So mtuombee, muombe MCA, muombe mjumbe, muombe rais wetu, ndio hii serikali ya Kenya iweze kusonga mbele na tubaki katika chama ya UDA. Sawa sawa? Hakuna chama kingine Kenya hii. Chama ni UDA ambayo mheshimiwa rais anaongoza akiwa na mbunge wetu Bwana Mutai na mimi hapa chini kama MCA. Tukisonga hivyo mambo itakuwa sawa sawa. Otherwise, may God bless you. Nichukue nafasi hii ya kipekee niweze kumwalika mheshimiwa Alfred Mutai aweze kuongea na sisi. Haya, Mutai Isaya Sefaya. Isaya Sefaya. Bas, asante sana. MCA wetu Mheshimiwa Emmanuel Langat
principal wetu wa Baigam Comprehensive School, BOM Baigam Comprehensive School, teachers, wazazi na wanafunzi. Hebu tusalimiane hewani. Asante. Asante sana. Mimi yangu itakuwa ni machache sana, sababu ile kazi ambayo tumekujia already tumesha kamilisha, ya kuja kufanya official landing over ya madarasa ambayo tulikuwa tunashughulikia hapa kwenye shule hii yetu ya Baigam Comprehensive School. Lakini before nimalize yangu, niweze kutambua walimu wa mashule ya jirani. Kama mko nimeona Mr. Koech wa Sirikwa Senior School ama Sirikwa Secondary School, karibu sana mwalimu. Kuna mwalimu yeyote mwingine kweli wa shule jirani? Unajua Sirikwa Senior School ni shule yetu ya karibu hapa nyumbani na tunajifunia sana. Na kwa hiyo nataka niweze ku acknowledge kazi nzuri ambayo tangu ingie we have really witnessed a drastic improvement kwa shule yetu ya Sirikwa. Mbeleni hatukuwa tunasikia wale wameenda university nini na nini, lakini kuja kwako na nikiangalia ile record mahali umepitia yote, endelea kushikilia hivyo, tuko na wewe. Pia nimeweza kuandamana na marafiki zangu ambao tuko na ofisi yangu kwanza ya CDF wasimame. Ofisi ya CDF msimame. Tuko na chairman wetu Bwana Robinson Ngetich, najua shule mnamjua yeye sababu mlikuwa mnafanya coordination pamoja. Yeye ndio chairman wetu wa NGCDF. Asante sana. Tuko na Rael Sang na pia ni mwanakamati kutoka upande ile ya Nyota. Asante sana. Tuko na Viera Usako hapa pia ni mwanakamati na anatoka hapa Sirikwa. Asante. Then tuko na director, hawataongea lakini nitawaonyesha. Tuko na director Leonard Langat. Yeye ni director wa inaitwa Kenya National Trading Corporation. Yeye ndio beneficiary pia mwingine wa hii serikali yetu na Ruto. Asante sana director, anatoka upande ya Kamara Total. Tumeweza pia kujaliwa na msichana wetu wa area hii, na yeye ameweza kusoma kwa hii shule, na yeye ni mzungu Mwafrika. Yeye ndio wewe kuja useme moja. Simu ilivyo ni ndio useme wewe nyumbani ni wapi, sababu yeye pia ni msichana wenu hapa nyumbani. I'm used to speaking in English, but I'll try Swahili. Naona hapa we have so many tribes. That's what I like. So majina yangu naitwa Dene Sang Korir. Sang is my father name. Kwetu ni like 1 mile away. 1 kilometer. Wacha nijaribu Kiswahili. Hapa tu karibu chini. Kama mnajua Raf Sang, I like my dad. I want to recognize my dad. She's not here, but Paulina Sang. Yes, kole she's Paulina. Nani ane hata la mambo siasa. Wacha mmesomane. I like mimi napenda masomo sana. Mimi si mtu wa siasa, sijakuja hapa kuongea kuomba kura. But mimi napenda projects. Napenda nyumbani, napenda projects. Napenda watu wangu, nyinyi wote ni watu wangu. Na ukibarikiwa mahali, usiwahi sahau nyumbani. Mutai, yesterday I talked to him, akaniambia kuna function hapa. Since I'm alumni here, Mutai has been my friend. One I'm stuck sana. I see since when he was MCA. Ukiwa sibi nilikuwa nafuata kazi yake. Kwa sababu, mimi nilisoma hapa na shida sana. Sijui ilikuwa huko, ilikuwa madarasa yenye ilikuwa ambao ilikuwa na mianya mingi sana.
Mimi nilipelekwa boarding school, nikatoroka, nikaambia mama naenda hapa. Sitaki kwenda kulala huko, ni baridi. Nikang'ang'ana hapa. But those times, I don't want to tarnish no member. If you minus 15 years ago, that was 2002 when I did my class 8 here, KCP at that time. It was 2002. So tulikuwa na shida mingi sana. Hata si kutaka kuja nyumbani. I was waiting for leader like Mutai to develop our area. Then I can come in and help with some things. You see? So I've been following him since he was MC, and I know my opinion and your opinion is not the same. But mtu mwenye amesoma anaelewa na unafuatilia, usikubali a leader anakuja kupea 200 na unapewa 200 leo, kesho utakula nini? The only thing is a project like clean water, school. Kusoma shule mzuri, hizo si kupita shule hapa. Si kufanya vizuri, nilikuwa mwerevu, basi kusoma juu ya madarasa mbaya, mafundisho mbaya. We didn't have no resources. But now, we have resources, then you can deliver. So, I know time management. But I'll come back. So, the first thing here, I'm going to, teachers who are here, please, make sure you do your 100%. Don't moge watoto wa siku hawachapwi, wanaongeleshwa. Mimi niko na trauma, nilichapwa. I don't know who knows that Hera, but Joroga is my great friend who used to know that I was, yeah. So you remember, alumni Simamini, alumni. Where are you? You see, I'm not that young. I completed my school like 22 years ago, class 8 year. So we are veterans. So walimu, wanafunzi, please, students, musikie wazazi, musikie walimu. Mimi ukitidi taleta vitu mazuri hapa shule. Mimi si mpinga, lakini we call it bringing back home. Musome, musikie walimu, musikie wazazi. Wazazi, you are the more foundation for the kids. When you send them to school, tell them to listen to the teachers and all that. Na staki watoto wachapwe. Talk to them. Talking. Nowadays, Gen Z, you don't chapa. We go through that. I still have trauma. So, before Nisahau, one thing, I want nurses who are already nurses. They have a Kenyan, or what do we call the Kenya license? Let me, give me like 2 years. We have time and tunafuata. I want you to study what we call NCLEX, board the exam, yeah, US. Na, you can go to Canada and Australia, I think. Mimi hapa nikuja kuwasaidia connection. Wow. Please, if you're a nurse, yeah, and if you know a nurse, through my sister, even him, I will try to do something because Mimi, Sai, I have a lot in my plate. I still doing something for my family. But what next is my people around here. We need, there no macha ambitigo manda, cause motindo night. So I don't care. Kama we ni tribal gani, I am not tribalist. If you are a nurse, you are from the Sirikwa and this Kamara. Yes, Kamara first for me. And then I know tunajua kiongozi tuko nao uko staki kutaja karibu atatoka. Maybe walimu walikuwa wamefungua mwalimu wakafunga. I need high school teachers, those who have done masters and bachelors. In 2 years maybe we find it out. So that what I'm bringing here, I don't mimi nimekuwa mwenye huko kama ngomgo na sana tayari mama hiyo. So my bring him back home. Unaongelea yule wa huko. Yes. Kiongozi wake. Alikuja karibu la. Ndio mnajua. Okay. So yule kichongo. Aya. So another thing, a third one. I don't know, Ginge, so money, it was 844 system. I don't know now what system is this. I'm so confused with it. But I want those who complete high school, Form 4s. If you're running,
I don't want people lying to me. If you lie to me, and then I have some people here in the area, my neighbors, my brother, and Annington somewhere, we talked about it. After high school, if you run it very well, I connect you with a coach. You run, but you have to study. I want people who have C+ and above, but if you have C stand, you can do some examination. Yes. So you can do some examination, and then we see TOEFL, another TOEFL. I don't know if they do SAT. It depends on the university there. Let me tell you about my history. I was here, went to high school, and then I went to college. I went to Baringo Teachers College. I used to run. They called me Baringo Express there. That was my nickname. That was 2009. I graduated. Then I went to US through athletic scholarship. I was doing very well more in college than here. I was studying at the same time, doing well. Went there, complete what I went there to do, ran for the university, Wayland, and I went to another university because teaching was not my priority. Teaching wasn't my call. And I think this system now is specializing. But that was healthcare. I went to be a nurse, and then now I went to be a doctor, a psychiatrist. As a nurse, so from a nurse now, I'm treating the patients for mental illness. I'm a doctor. I prescribe and diagnose and all that. So I'm watching on you next time. Go me sleep. Yeah. The I'm on you know Miss Lipitali. You know what? I have connection. You go back direct to me. You go get all charities. How will you? Oh, Tana, you know, to work charity or equipment, equipment, I support. Me, I like charity or thing connection. Like me, your mutu new baby, more mutu Twitter. I want you guys build. For me, I'm not a politician, understand? I work with him because without him, I cannot do anything. He has to guide me, and the reason why I work with him, Tita Maendeleo. 2015, I have to call tractor somewhere to come and pull me out. I was so mad. He wasn't an MP that time. I think it was your boy, right? No, I'm not spoiling anybody. So, if you decided to choose him, choose a Gen Z. He'll teach you how to do things, right? If you don't choose millennium and above, they understand, they know these things. So, Badam Patia and the lay, 20 projects to answer work now, because I'm not going to start with another person I don't know, right? Some 2 times? Yeah. 2 times. So, this is a leader I choose and I want to work with him. So if you do me a favor, big up only. Watching so the only good is about even a dispenser. If I bring more Nikileta leaders, some charity work, then we have someone to come and rest and do our things. Okay? Yeah, I'm not gonna be. Yes. And then kuna kijana moja tulipanda na yeye miti. Gabriel something. Hako wapi? Gabriel Karani. Karani? Karanja sorry. Okay. Tengara. Karibia na mjezi wako hapa. Credit. So yeah. I will find a sponsor at Amnini Baka Fomfo. Condition kuchunga. Sikauka sasa. Mimi na yetu tunaisha. So you through my sister Judy, the parents. Yeah, you'll be connected with the parents. We send a school fees or something. Upeana number alafu exchange. I want to pay it directly to the school. Kiatu hiyo imetoka. Yeah, atapata uniform, viatu na scholarship. Yeah, add it for So, and then how many girls the teacher how many girls we have? Mimi napenda ni mtu wa healthcare, so I know girls. Mimi ninajua nilipitia shida, but I appreciate my mom. Without my mom, I will not be here. So
Sigi Gonelo, Omulo Sugur. Hey, all kids here. Respect your parents, respect your elders. If I didn't respect elders and my parents, come on me, respect. From how many? I'll give you that job. So, godchild, I'm gonna get in 3 months. In 3 months, I will find some people to support me somewhere. I know I have a lot of friends. So, sanitary parts for godchild. She's the one to, with my sister, I think I want the numbers from 9 years old and above. Thank you so much. Asante, Gongwe. Kia watu wa Marekani, amesema anaenda kesho, nikasema wacha tuchukue wisdom kwanza kabla hajaenda. Si ndio? So, yangu itakuwa ni machache sana. Asante sana our sister. And ukisomesha mtoto, hiyo ndio investment yako kama mzazi. Si zile maziko ambayo ulikuwa na hesabu, uko na ng'ombe ngapi, uko na shamba eka ngapi, uko na nini. Nowadays shamba ni kuinvest kwa akili, na hapo ndio utakuwa umesecure future ya mtoto wako. So mimi leo nataka niseme asante wakazi wa Baigam ama wale Gongwe. Nataka niseme asante wakazi wa Baigam na Ngenia. Unajua nyinyi wawili ni kama mko kwa same village. Kwa kuja kwenyu. Najua leo ilikuwa ni siku ya holiday, ya Labor Day. Ilikuwa ni siku ya wafanyikazi kwa nchi yetu ya Kenya. Lakini naona mmekuja kwa wingi ndio tuweze kuja kushuhudia kazi nzuri ambayo imeweza kufanyika hapa shule yetu ya Baigam. So nataka niseme, nilikuwa nimeongea na wale wanafunzi wachache ambao tumekuwa pale commission classes. Wanafunzi, Halo. Sasa wale wenye walikuwa wanatumia zile madarasa kabla haijafanyiwa renovations wako wapi? Si sasa mtaendelea kuwa kwa madarasa zenu? Na wale wenye wamekuwa hapa waendelee kukaa hapa, si ndio? Si hata nyinyi mlivumilia wakati ilikuwa vile ilikuwa. Sasa ni wakati wenu pia, hata nyinyi pia mfurahie. Na najua yenu ni special. Yenu ni tiles, yenu iko na ceiling na imewekwa rangi na iko na stima. Si ndio? Si zote iko? Mwalimu, imekuwa connected na stima? Yes. Wapi maguti? Iko. Stima iko? So stima iko. Tunataka kesho, nimeambia pale, in future kutoka leo tutakuwa na MP wa Kuresoi North kutoka mwenye alisomea Baigam Comprehensive School. Tuseme wote amen. Tutakuwa na MCA wa Sirikwa mwenye amesomea Baigam Comprehensive School. Tuseme wote amen. Amen. Tutakuwa na watoto wetu wenye wameenda huko Marekani kama wa sister hapa, ambao watakuwa wengi sana, ndio tusifinyana hapa Kuresoi North. Wengi sana wenye taenda kufanya kazi pale, kama yeye ni daktari. Tuseme wote amen. So mnajua huyu msichana wetu, mnamjua tena vizuri, mnajua kwao. Si mnaona ile maneno imejengwa huko, ni kwa sababu yeye ndiye alisoma. Hata nyinyi pia mtie bidii. Ikifika wakati wenu, mtakuja kuchengea sisi wazazi nyumba mzuri kama ile ya Danet yenye ameshughulikia pale nyumbani kwa wazazi wake. Mnaishika in future tuwe na walimu ambao watashikilia nchi yetu kutoka hapa Baigam Comprehensive School. Tuseme wote amen. Wakati huo pia tukue na pilots. Si mnajua pilot? Ni wangapi wanataka kuwa pilot wakiwa wakubwa, wakimaliza masomo yao? Asante sana. Nataka nishukuru. So I've seen tuko na all the professionals hapa in future. So tumekuja kusimama na hawa watoto wetu ndio tuweze kufungua nchi yetu. Jana nimekuwa upande ya Bomet. Kwa familia moja tumeenda kupumzisha baba yao. Na one of the sons wa hiyo familia ni
minister wa nchi yetu ya Kenya ambaye anasimamia upande ya sekta ya mabarabara. Ukipata kuangalia vizuri, hiyo ndio jambo ambayo naongelesha wazazi. When you invest kwa watoto wako kwa upande ya masomo, utakuwa umesecure future yako na ya watoto wako. Wazazi wenye wako hapa, huyo mzee mwenye tulienda kupumzia jana, rais alikuwa, president alikuwa, mwingine ni waziri wa energy, mwingine ana work na Kenya Revenue Authority, mwingine ana work na Capital Market Authority, mwingine yani kila kona, wengine wako kwa advisory team ya president. Na hiyo yote ilikuwa ni bidii ya mzazi mwenye alijinyima yeye mwenyewe. Nasikia alisomesha mpaka yani hakukuwa na kitu tena kwa boma yake. Lakini saa hii ile maneno niliona jana, kila mmoja kila mmoja alikuwa na dhamani sana akue yani aweze kupata maisha kama ya huyo mzazi. So wacha hii ikuwe ni challenge kwetu kama sisi wazazi. Usijinyime saa zile unasomesha mtoto wako. Invest kwa mtoto wako so that future ya hao watoto wako na wewe mwenyewe utakuwa umesecure your future. Hiyo ndio jambo ambalo niliona jana na nikasema hii lazima nipeleke hadi Kuresoi North, my constituency. Niongee na wakazi wa Kuresoi. So hiyo pia ikuwe challenge kwetu. Wazazi, mnanisikiza? Tuko pamoja? Hiyo ndio jambo ambalo nataka niwaambie, niwaelezee. Masomo ni investment yenye ni life investment. Hakuna kitu itakuchallenge saa zile umesomesha watoto wako. La mwisho, sababu ya hii muda imeenda na kuna shughuli nyingine tuko nayo hapa. Nimesikia ile request yenye mmeuliza kuhusu shule yetu kwanza, kwamba you need 4 more classrooms. Kando na madarasa mengine 3-4 hapa Baigam. Kabla nifike ile kwanza tu commission ile, nikapelekwa na mwalimu mkuu kwanza niangalie zile za huko juu. Akasema tena sasa hii imeng'ara zaidi, ile tena imewachwa chini sana. Sasa tuanzie gani? Tujipanga kujenga zingine mapya ama tuanze kung'arisha zote zitoshane? Tungarishe. Watoto, tungarishe hizi zingine ama tujenge zingine kwanza? Tungarishe tuweke tiles hizi? Wazazi mmesikia? Tungarishe. Kama mlikuwa na siasa, naona wengine wako na siasa ya kusema wana renovate madarasa yenye iko. Kama darasa haijakamilika kufika ile standard ya nyumbani ya kwako, acha gani ulete mtoto shule ni kama unapeleka jela? Kuna haja kweli? Mtoto akiwa kwa darasa anang'ang'ana na baridi. Ya nini? Na ametoka nyumbani mahali iko joto, mahali imetengenezwa vizuri. So ndio tuweze kumetufit hawa watoto wakuje shule kila wakati, lazima kwanza tusawasishi nyumbani na zile madarasa ambayo anakuja kusomea. Si ni kweli? So wacha niendelee kurekebisha ile tatizo yote yenye upande yetu ya Kuresoi North, Baigam ikiwemo. Tunyoroshe mashule, madarasa zetu zikae kama nyumbani. Si ndio? Sasa nimenakili hiyo na asante mwalimu mkuu kwa acknowledge kwamba tumeweza kushikilia 2-3. Nimeona zile ofisi ndogo pale. Last time nilikuwa naongea na PH ya Daudi. Na zile zingine hii ilikuwa flood. Siku moja nikatumana ile gari ya ile inaitwa Anesaka ile. Na mimi mwenyewe nililipa siku hiyo nafikiri. Tukaona iko tatizo kubwa sana. Ndio maana tukawa sasa na idea ya kuongeza darasa room nyingine hiyo ofisi ndogo. Na mnaona vile tumeweka hiyo, tuliinua ndio iweze kumit the standard kulingana na area hii yote inashika maji. So in case of any need for the same tutaongeza baadaye. Si ndio? Area ya Baigam ni my foundation kwa safari yangu ya uongozi. Nyinyi nimewashikilia mkono wangu wa kulia kama Baigam. Nyinyi ndio mlianza safari yangu nikianza safari ya kwenda kuwania kiti cha MCA. Okwe kikona mwanu alagio utie. Hata mimi nimewashikilia na mkono hiyo. Sababu nyinyi ndio mlinitambua kabla sijatambulika. Kino nyon Baigam biro gutuleme. Ichil kwane yenu.
Nililima watu hapa kisiasa hapa. Kwa hii uwanja hii. Hapa hii Baigam yenu hii. Na lazima nilisema nyinyi furaha yenu ni furaha kwangu. Nikiona hata mtu anaangalia tu na macho hivi, niko hapo. Ha? Si mnakumbuka juzi tukiwa pale kwa Tangit pale? Mtu ameenda kotini anazuia mtu asizikwe. Si tulimalizana na hiyo maneno? Hiyo ndio sasa furaha yangu mkiwa na furaha. Na nilisema nitaendelea kupigania haki yenu mpaka mheshimike na mtu aweze kuheshimu kila moja vile hapo. Usianze kudharau mtu useme huyu hana network. Mimi ndio network ya nyinyi wote. Mahali inahitajika network, mimi ndio niko hapo kuweka network. Sawa sawa. So, nimepata request zote za hapa na shule yetu jirani ya Ngenia. Mimi najua wakazi wa Ngenia. Na tunaendelea na safari ya kuenda kuregister shule. Kuna sheria yenye inahitajika ndio shule iweze kuwa registered. Ya kwanza wanakuja kufanya assessment na ripoti ya public health. Ndio maana tukakuja tukatengeneza vyoo zile manyumba ndogo. Nafikiri wakazi ama wazazi wa Baigam Ngenia mko hapa. Tulitengeneza vyoo tukaweka saa hii fence. Sasa imepata sasa standard ya kuwa registered. Na nimeongea na director wetu wa sub county. Na anytime tutakuja kuletea nyinyi certificate ya shule. Ndio hata nyinyi pia muweze kujitegemea. Mzee mnategemea mama Baigam kwa hiyo muda yote. Ama namna gani? Ngeni tuko pamoja. Ingawa mulilete maombi, kuna ingine niliona ni kama mlisahau kidogo ya stima. Na stima pia niko na program ya kuwaletea stima upande ya Ngenia. Sawa sawa. Tunashirikiana pamoja na MCA, yeye pia alikuwa ametengeneza hiyo barabara like 2 years ago. Kama imeweza kuenda chini, MCA umepata hiyo request kutoka wakazi wa pale. Sisi wote tuishi kama jamii moja. Hiyo ndio jambo ambalo nataka niambie ni si kila moja. Tuweze kuishi kama jamii moja. Anatigwa. Unaota? Hakuna mahali kwingine tunaenda kwa hii dunia. Baada ya hii mchanga ni ile ya Mungu. Si ni ile nyingine ile. Baada ya hii uko na haki kuishi kwako. Sisi kama viongozi tunasema amani idumu kureso ino. Historia ile nyingine yote hiyo tuliweka kwenye kaburi la sahau. Tuseme wote amen. Tulisahau hiyo maneno. Sasa hii nilitangaza siku moja nikipata njeria naoleka na Kiprono, mimi niko hapo kwa harusi nalete mchele. Ama kuna harusi yenye iko kwa mpango sahi. Sio ni mjaribu na moja nisikie. Nilete ya mchele sahi. Sio mumenisikia. Mkipata harusi kama hiyo moja, mniambie. Hata kuhudhuria mimi nitakuja. Sababu najua maana yake ni gani. Nini faida yake? Ama namna gani? Anatoka mami. So nataka niseme kwamba sisi tunataka tuimarishe masomo yetu. Basari tunashikilia vizuri, mmepata ushuhuda kwamba upande ya basari tukipata ile very needy case tuna invest ama tunashikilia vizuri kama vile mmesikia ushuhuda moja ambayo iko hapa. Shule yetu ya jirani ya upande ya St. Cotes. Tunafuatilia vizuri tupate uongozi bora ndio tuweze kupata shule ya senior ambayo itakuwa ni ya manufaa, yenye itakuwa inatutolea matunda, the products ambayo tuna haja nayo ama yenye itakuja kushikilia jamii yetu. Najua ile hali yenye ilikuwa imelete huko, lakini kwa sasa tulitangaza lazima tuweze kupata uongozi mpya ya St. Cotes Senior School. Unanisikia? Wala kwa usiuruze? Usiuruze? Na si mwalimu amesema kuna maneno. Na hata kabla nitoke hapa tena nitapanga ingine. Umesikia? Napanga tena mimi ni dadi, ndio? Mimi ni dadi hizo lazima niwapange. La mwisho ni jambo ambalo nataka niguzie upande ya bursaries. Kuna mashule ambayo wamekuwa extortionist. Wametafuta njia ya kupora wazazi fees. Wametengeneza fee structures yenye haiko in existence.
na nchi yetu iko na sheria, iko na regulations. Juzi ama jana mliona shule moja pale Nairobi ambapo wanafunzi wetu, kuna watoto wetu wenye wanasomea hiyo shule pale Nairobi, na waliweza kunufaika kupitia scholarship. Ile fee structure yenye tulikuwa tumepewa mwanzo wa mwaka, tukalipa fees yote. Kufika hapo katikati, kuna fee structure ingine yenye ina double ile yenye tulikuwa tumepewa mwaka ya kwanza ama Januari. Tukagundua hii maneno, kuna biashara imeingia ndani. And we had to raise the issue, and that is why mliona juzi PS wa education Bwana Bito alisanction hiyo shule, investigation ifanyike. So you know the school. Wengine wamesikia. Siwezi hitaji kutaja jina hapa, lakini nataka hii ujumbe iende kwa kila shule. Viongozi wa shule kuanzia principal na board. Eni kauli yote yenye mnafanya, mfanye kauli mkijua wazazi ndio wenye wanalipa fees, hata nyinyi pia ni wazazi. Usifungue biashara, don't privatize a school that is a public school, na iko na regulations ambayo inasimamia guidelines ya payment of school fees. That is a message to the schools. Wale wenye wamefungua, umeona opportunity kwamba ni kama serikali hawaoni. Tunataka tuwaambie tuko macho. La mwisho ni siasa. Safari ya kesho upangwa lini? Si hivyo? Ile maendeleo yote yenye mmesikia yenye imefanyika na yenye nakuja is courtesy of the President of the Republic of Kenya. Sio mwingine. Sijaenda kutoa Uganda, nimetoa wapi? Kenya. Mkiona ile barabara yenye msichana wetu amesema alikuwa 2015, saa hii lami imefika Mawingu, inaelekea Morindoko na itafika hivi karibuni Chelsea. Na hiyo barabara ilikuwa tangu uongozi ya wale marais wengine. Lakini rais mwenye ameweza kuja Kuresoi North mara zaidi ya 3 is none other than the sitting president of the Republic of Kenya, Bwana Ruto. Okasinale, nataka muniangalilie vizuri hapo. Saa zile watu wanaimba mastori zao huko nje yote, mkipata mtu anaimba upande ile ya Murang'a ama mpate mwenye anaimba upande ile ya Kericho, hiyo sio wimbo yetu ya Kuresoi North. Sisi tukae kama wana Kuresoi North na tuseme tumeona faida gani kwa hii serikali. Inatosha apewe mula ingine ama itoshe? Kwa darubini yangu, kama tumepata hiyo lami ingine ndio hii tunasukuma kutoka hapa Baigam iende Highlands. Lami ingine tumeshika kutoka Majipunda itaanza ile time iende Itare. Lami ingine itakuja ianzie Mchorwe iende upande ile ya Langwenda. Lami ingine itaanzia Seguton iende upande ile bado. Sasa ni nini ingine mnahitaji? Toma ina. Serikali iko nota? Mnashika vizuri. Siende serikali tunataka tuweze kusikia matunda yake. Saa zile tunakaa kidogo tunapata mtoto mmoja ameajiriwa hapa kwa jirani yako. Ama namna gani? Saa hii mmenipea saa hii request hapa na tunangojea opening tena wafungue window ya kuajiri walimu wengine. Hadi kwa sasa tangu rais wetu aingie kazi ameajiri zaidi ya walimu 1,100. Na hawa walimu wako miongoni mwenu. Si wako na nyinyi? Na kuna mmoja ama wawili kama huyu msichana wa Marisoi hapa. Si mmeniambia? Sasa naenda kwa ajili kutoka wapi? Sini boss ndiye naenda kumuomba. Niambie kuna balancing inahitajika hapa Baiga ama namna gani? Si hivyo? Sasa nataka muniombe rais wangu na tena ikifika hiyo next year tuimbe sisi wote tuta. Tuimbe sisi wote tuta. Na mimi nataka niwaombe nione mikono ya rais wetu ya tuta. Haya watu tuonyeshe tuta. Tuta peke yake. Tuta ni fire si fire. Siko sawa? Moto si moto. So nikifika nimuone rais niambie Kuresoi North yote ni tuta. Hebu nione tena mkono ya tuta ya rais. Unajua last time hatukuwa tumejipanga vizuri. Kulikuwa na siasa yenye haina plan. Ilikuwa inauziwa siasa ya chuki. Mwingine alikuwa amesema akipata hii kiti atakuja kufanya hii. Sasa hii tuko mwaka wa 4. Ni kweli ama si kweli? Kama kulikuwa na ukora yote ile yenye ulikuwa umeambiwa hapo kando,
nafikiri imefika wakati we mwenyewe uweze kutofautisha ilikuwa ni ukweli ama ni uongo. Hata mimi mwenyewe Mutai niliweza kukosa kura juu ya propaganda. Oh, unaona hata ni mrefu, naona hata ni mweusi, akona sura ya kutisha. Sasa mimi naenda kutishia kazi kuja nyumbani, ama mnataka ile sura mzuri tena ya kwenda kundi kama naenda kuimba sarakazi huko? Hii sura ni ya kutishia huko mali kuja nyumbani. Nikifika hapa nyumbani, hata kama simba ni mkali, haiwezi kula nini? Akiwa nyumbani siko sawa. Sasa hii ndio faida yenu. Nataka niwaambie lazima pia uwe na mtu wenu mjaziri. Ama namna gani? Kama ingekuwa ni ile wakati mwingine, ile mtu mwenye alikuwa amekuja hapa kama ingekuwa ni kiongozi mwoga, nataka niwaambie hiyo haingewezekana. Sasa hii kulikuwa na eviction nyingine iliendelea upande ile ya Zundriva. Sasa hii bado nakumbuka. Watu walitolewa zaidi ya 200 kwa shamba. Na mwenye kutoa hata naye pia ana title kwa hiyo shamba. Na ametoa watu na kuweka blue gum ndani. Anyovagia ni kurudi chota kwa. Ale kibiti ni bambari ni kwa gogo. Kwenye wa title serikali bichota. Mama wara anataka wakora sisi. Ama mnataka wakora wakuja wasumbue. Hiyo ndio kazi yangu kama kiongozi. Anyovagia ni hata nani ndio ujini tumegera pige yani erata goro. Nige na amena mse ni bozuko wanja ndio. Sababu mimi haki yangu ni kuweza kutetea haki ya watu wangu. Ama namna gani? Unless waniletee title waseme hii ndio title walitumia. Etukoto order na mimi wakati huo nilikuwa MCA. Nikajaribu kuongea na kiongozi mwenye alikuwa mbunge wakati huo, akakunja mkia na kupotea. Nitawaambia tu kwa sawaji. Sawa? So kwa hayo mengi na machache nataka niwaambie kwamba asanteni kwa kuja kwenu. Tuendelee kuombea nchi yetu, tuendelee kuombea serikali yetu ya Ruto, tuendelee kuombea serikali yetu. Sawa? Alafu tutakuja kupangana. Unajua niko na MC hapa. Na tutapangana sisi wote. Si kila mtu atakuwa na scorecard ya kuchaguliwa. Ama namna gani? Sikutakuwa na scorecard ya kuchaguliwa. Mtu asikuja hapa akuja wa mdanganya kidogo hivi ati mmesikia msichana amesema 200 ndio inaharibu nchi. 200 hatuwezi kataa, lakini hiyo itakuwa kwa wakati wake. Ya lozi ya mimi ndio tumbi kwa metuna hata sine ngeriaje. Si ndio? Lakini itastahili la yenyeji. Kama gari kujengukia. Lakini metuna hata kende unga ngiruwa kile kole manyo na mimi na munenje. Amuntu minene. Ngwana wakuya. Ya? Aro kuya. Ngoro mo iseko. Omiten. Ko kuya. Kama tike mi ujo agongia. Kwa serikali mwaite. Yes. So, hiyo ni jambo ambalo nataka niseme kwamba sisi wote tuko na haki ya kuishi kwa nchi yetu. Otherwise nataka niseme ikifika wakati wa siasa tutakuja kuleta scorecard. Anganiza wala kimya kama msiingi labda kura siri kwa wote. Ndio mimi nachukua kura siri kwa wote. Si ndio? Siwezi nikasema mambo ya MCA ya Nyota ama niseme ya MCA ya Kamara ama upande mwingine. Lakini hata mimi niko nyumbani. Niko na haki ya kupiga kura. Ogama amwa inga omwa na nyune. Maiga ama na nyune ngane? Kombi tani walele kuna amwa na no burikite na wale MCA nyu ichabe ini ore ne milo no bile sakanya kura kama mpiga kura mwingine. Si ndio? So tukiita MCA tuambie arekebishe na anarekebisha. Sasa bado unataka uko na deni nyingine na yeye. Takombi deni nitaka. Sasa MCA endelea hivyo. Mea agere ko nyondo komie kabisa. Nyone mambe agiyetke uno. Kenye uno ni nyombo pole pole nyoni kebendi tugul kibagenge pamoja. Kwa hiyo tunota na mitu tameni. Ndoza. Kama sachu ni mwanya yake nenye chukuka. Abraga tulu tinyaki agura anda nyinganga lala ko mombu ko ngololi kwa mkazi ni basi niko mpiga kura. Ama namna gani? Si ni kweli? So kwa hayo mengi na machache najua kuna vitu mingi naendelea pale nje. Mnaona kuna kusalimiana hapa upande ya handshake, kwa na nyingine tunaendelea. 2013 tulikuwa na serikali ya TNA na ya Jubilee na TMA. 2017 ikakuja Jubilee. 2022 tukakuja na nyingine ya Kenya Kwanza. 2027 tutakuwa na formation nyingine, na yote ni kutengeneza serikali. Lakini nataka niwahimize ile maneno yote nitawaletea mjue nimefanya verification ya kutosha na inatosha
ikuwe good for consumption to you. Wewe mwenyewe tu umeze ujue huyu Arap Chemosi amepima vizuri. Ana mulika ni oranga ngajamja. Tuke kenya si oranga ngajamja misiga ziloune. Kundi ile tele likomye jitoko chomnya. Wewe meza tu. Ujue nitakuwa nimesha test na iko namna gani. Au kasana? Otherwise sisi wote kama upande ya Siriko Ward kama upande ya Kuresoi North. Nataka niseme asante sana. Madam Chief ako hapa na amesema yeye ni acting chief wa Set-Cortez location. Munasikia hiyo? Hakukuwa na Set-Cortez location. Mimi ndio nimeenda nikapigania na tuko sahi na Set-Cortez location. Siriko division iko njiani inakuja. Siriko division. Sahi tuko Kamara division. Nimeshaleta Nyota division. Kuresoi imebaki huko. Tunang'ang'ana na hii Siriko location division ndio tupate Kamara upande ile nyingine. Kuresoi iko na 4 divisions. Na hiyo yote ni makazi kazi. Ama namna gani? So tunawatakia Madam Chief mema, tunajua nyinyi saa hii kuna hiyo maneno yenye mnang'ang'ana nayo, nafasi nyingine ikuje tena tusukumie wengine tukisonga mbele kwa pamoja. Ama namna gani? Wito ya viongozi wetu our village managers ambao wanashikilia serikali yetu kama juzi, nataka niwashukuru kwa ile program ambayo mlikuwa nayo juzi. Nataka niseme asante sana. Upande ya vitambulisho, tukate vitambulisho. Kitambulisho si akura peke yake. Kitambulisho ni yako. That is your document. Unatumia kupiga hiyo kura unajua, na unatumia tena kuandikisha vitu mingi. Hata M-Pesa, kuna mwingine ukitumia pesa kwa M-Pesa inasoma jina yenyewe yake. Sasa unashangaa, kwani si wewe unakuaga leseni na jina inasoma joki hapa? Sababu kitambulisho hana ama namna gani? Sasa wewe kuwa that is your hiyo ni document yako yenye utatumia kwa kila kona yenye unaenda kwa nchi yetu na inatambulika. Otherwise nataka niseme asante watoto wetu hapa mwalimu. Kile kwa hiyo magatiana. Kinyo ligi kwa mno, kanyo lura nyo ikwake. So leo nitawachia